Katika tukio la kusikitisha na la kushangaza ambalo limetokea hapa katika kijiji cha Orungadida, kata ya Kashi, wilaya Babati, mkoani Manyara, kijana anayefahamika kwa jina la Jamal Yusufu mwenye miaka 28 amemuua mama yake mzazi Zauda Shabani kikatili kwa kutumia kitu chenye ncha kali. Na mara baada ya kutekeleza tukio hilo, wananchi wenye hasira kali walivamia hapa katika nyumba ambayo walikuwa wakiishi na kumvamia kijana huyo kisha kumuua. Kwanza nitoe pole sana kwa wanafamilia, lakini kwa jamii kwa ujumla. Ili tukio lililotokea leo ni tukio la kinyama ambalo halikubaliki mahala popote. Hapa tuliposimama kwenye ardhi hii imebwagika damu isiyokuwa na hatia, jambo ambalo sio sahihi. Sisi kama serikali, jambo hili limetuhuzunisha sana na limetusikitisha sana, kwa sababu kati ya kazi ambazo tumepewa kuzifanya, yani kwenye ile listi ya majukumu yetu sisi kama serikali, jukumu namba 1 ni ulinzi wa wananchi na mali zao. Inapopotea roho ya yote mmoja katika matukio ya kikatili kama haya, unakuwa mmegusa au mmetuwekea doa kwenye kazi ambayo tunatakiwa kuifanya. Kwa hiyo mimi pamoja na baadhi ya wajumbe wa kamati ya usalama, na sijajitambulisha, wengine inawezekana mnifahamu, mimi ni mkuu wa wilaya ya Babati, nimeongozana na OCD ambaye aliwahi mapema kabisa pia kuja kufika kwenye eneo hili, mkuu wetu wa polisi wa wilaya ya Babati, lakini pia na askari wengine ambao waliwahi mapema kuja kwenye eneo, lakini pia nimeongozana na baadhi ya wajumbe wa kamati ya usalama. Kama alivyosema mjomba mtu, tulikuwa na kikao pale na mimi tumeacha kila kitu, kabidi tufike kwa ajili ya kuja kuona nini kimetokea. Tukio hili ni la kinyama. Tukianza na hilo moja la mama, kilichomkuta mama hakijatufurahisha, lakini pia hata kilichomkuta huyo kijana aliyefanya uhalifu hakijatufurahisha. Ndugu zangu, nchi hii inaongozwa kwa sheria, kanuni na taratibu. Na ndio maana viongozi wenu walipofika, mwenyekiti wa kitongoji, hii ndo serikali imekamilika kuanzia kule chini. Alipofika amezungumza na kijana kwa busara, akamsihi, akamwambia tupa kisu, akatumia busara zake zote na mbinu zake za kiuongozi, akaweza kumuhifadhi pale ndani. Na hicho ndio kinachotakiwa kufanyika. Kwa hiyo kichoko kinatakiwa ni kumsaidia mama ambaye alikuwa amelala pale chini, na ndicho mlichokifanya. Na kusubiri sasa mamlaka zifike, kwa sababu yule alikuwa tayari yuko pale ndani, hawezi kutoka, hawezi kukimbia. Kwa hiyo mimi niwapongeze sana viongozi kwa zile hatua za awali ambazo mlizichukua. Viongozi wa eneo hili, lakini pia hata polisi mliweza kufika kwa wakati kutoka kwenye kituo hapo kituoni. Na hivyo ndivyo tunavyofanya. Lakini nitoe masikitiko yangu kwa wale wote ambao wamechukua sheria mkono. Ndugu zangu, sisi wote tulioko hapa, hakuna anayeweza kutengeneza hata sisimizi, ambaye anaweza kuumba hata sisimizi anyoshe mkono. Mnatoa wapi mamlaka ya kuchukua jiwe na kumponda mtu? Mmepata wapi mamlaka ya kuua mtu? Mimi ni mkuu wa wilaya, pamoja na mamlaka yote niliyopewa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, siwezi kuua, sijapewa mamlaka ya kuua. Wewe raia wa kawaida unatoa wapi mamlaka ya kuua? Na nani amewapa mamlaka ya kuhukumu?
Nikiwaambia hapa asiyekuwa na dhambi yoyote yule anyoshe kidole. Ambaye sasa hivi hapa anaweza akasema mimi naweza kusimama mbele za Mungu aliyeniumba, Allah, mimi sina dhambi, anyoshe mkono. Hasa tunatoa wapi mamlaka ya kumhukumu mwenzetu? Kitendo alichokifanya kweli ni kibaya na hatukubaliani nacho. Lakini viongozi wenu wapo, si mnawaamini na mliwachagua? Na wamefanya kazi yao vizuri kwa busara. Polisi wameshafika. Na polisi wanaoleta magari kwa ajili ya kumchukua mama na kwenda kumsaidia, wameambiwa wako njiani. Kulikuwa na haraka gani ya kukatisha maisha ya yule kijana? Sababu mmemtoa hapa yani haeleweki, yuko nusu nusu. Na sitashangaa kuambiwa tayari ameshakata roho. Ninaomba niwaambie kwamba kosa la kuchukua sheria mkononi ukipatikana, wewe pia utachukuliwa hatua kwa mujibu wa sheria. Kwa sababu nchi yetu hii inaongozwa kwa sheria, kanuni na taratibu. Fikiria kama kila mmoja angekuwa anaruhusiwa kuhukumu. Kuna mtu angekuwa bado anatembea mpaka leo? Kuna mtu angekuwa anaishi mpaka leo? Nafikiri wale wenye mabavu, wenye wanaoenda gym, wenye manguvu mengi ndio wangekuwa wanaishi kwenye hii nchi. Lakini nchi hii imetengenezewa mifumo, imetengenezewa taratibu ambazo tunatakiwa tuzisimamie ili kila mmoja awe na amani. Hata kama umekosea, tuna mifumo ya kwenda kutoa hukumu kwa hao ambao wamekosea. Kwa hiyo kilichofanyika hapa pia sijafurahishwa nacho. Na niombe jeshi la polisi tufanyie haraka, tuangalie wale wote ambao wameshiriki kunyanyua mikono yao na kupiga yule mwenzetu. Nao watachukuliwa hatua kwa mujibu wa sheria. Hilo halikubaliki. Lakini nirudi sasa kwa kijana ambaye amemuumiza mama. Tumesikia hapa taarifa kwamba kijana alikuwa mlevi, kijana alikuwa anavuta bangi. Leo nimetoka hapo maeneo ya Gendi kwenye msiba mwingine ambako roho nyingine isiyokuwa na hatia imekatishwa maisha. Juzi baba mmoja mfanya biashara ambaye ameacha watoto wadogo kama hao ambao bado wako shule, watoto ambao walikuwa bado wanamtegemea baba yao, familia walikuwa wanamtegemea, lakini amekatishwa maisha. Lakini tukiangalia ukatili huu ambao unaendelea kukua kwenye jamii yetu, unasababishwa na ulevi uliokithiri na matumizi ya bangi na dawa za kulevya. Sasa jeshi la polisi wameendelea kufanya operation mbalimbali za kudhibiti na kupambana na hizi dawa za kulevya pamoja na pombe. Niwaombe jeshi la polisi au niwaelekeze muongeze nguvu kwenye mapambano ya pombe lakini pia dawa za kulevya. Na mnajua ukikamatwa na dawa za kulevya na pombe haramu, kifungo chake ni miaka Sipungua 2 jela kwa wale wa pombe za moshi. Miaka 2 jela. Lakini dawa za kulevya ni miaka 30. Sasa kama wewe una miaka 20 ujue maisha yako ya ujana yameisha, ukirudi hapo unaitwa babu. Sasa kama ulikuwa una watoto, sisi haituhusu. Tayari umesharuka kwenye kipindi fulani cha maisha, unarudi ukiwa kijana, umeenda ukiwa kijana, utarudi ukiwa babu. Niwasihi sana wazazi, tukakae na watoto. Tuwaeleze madhara ya pombe na dawa za kulevya. Mimi leo asubuhi tu nimesimama pale mjini benki pale. Wamepita vijana karibia 3. Yaani ukiangalia wamelewa chakali asubuhi. Sasa tunaenda wapi?
Lakini watendaji, mkashirikiane na maafisa biashara kukagua leseni za maduka haya mtaani. Haya maduka ya vyakula yanaonyesha kabisa bidhaa ambazo unatakiwa kuuza. Lakini cha kushangaza sasa hivi maduka yanayotakiwa kuuza vyakula yameweka na vileo. Sasa kabla mimi sijatengeneza task force yangu ikapita, watendaji na wenye viti kasimamieni hilo. Maduka ya maeneo ya pombe au vileo yana leseni zake, maduka ya vyakula yana leseni zake. Lakini sasa hivi duka linalouza mchele, dagaa, sijui vitu gani na pombe unakuta iko. Sukari, yale ni maduka ambayo tunataka yafunguliwe muda wote kuanzia asubuhi. Lakini maduka ya vileo tunaweza tukaamua kwamba maduka ya vileo sasa hivi hakuna kufungua asubuhi ili watu wakafanye kazi. Hata humu ukiangalia kuna vijana wamechakaa. Wamechakaa, mimi nikiwaangalia na waona. Na ukiwauliza umri wao ni mdogo sana. Sasa hili taifa linaenda wapi? Wanaouza dawa za kulevya mnawajua. Wanaouza pombe mnawajua. Sasa huyu kijana hapa asingekuwa ametumia hizo dawa za kulevya kama mjomba anavyosema, asingekuwa amekatisha maisha ya mama. Sasa wewe uliyemuuzia dawa za kulevya, huoni kama na wewe umeshiriki kumuua mama? Hivi ukiambiwa umewahi kuua utakataa? Utakataa? Wewe leo najua kabla ya kumuua mama lazima atakuwa alivuta. Kwa sababu katika hali ya kawaida huwezi kufanya ukatili kama ule kama una akili zako timamu kwa mama mzazi aliyekuzaa. Uliyempa bangi asubuhi, uliyempa dawa za kulevya asubuhi, umeshiriki kuua. Sisi hatutakuhukumu, lakini Mwenyezi Mungu atakulipa wewe kwa hicho ulichokifanya na vizazi vyako mpaka kizazi cha 4. Na unaweza kukuta na nyinyi pia mnaweza mkapitia mchakato kama huu. Tufike mahala wananchi tusifumbie macho uhalifu. Ukikuta mtu anauza pombe hizi gongo na vitu gani, toeni taarifa. Wenye viti nyinyi mnajua, lakini mnakaa kimya. Sasa kura zitakusaidia nini kama hutawafua hawa au kuwaleta tuwakamate, ukabaki unawafunika funika ili upate kura? Zinakusaidia nini? Kura hizi, huu ni utawala hapa tu, baada hapo tunaenda kwenye maisha ya milele. Na niwaambie msiogope, kwa sababu ambao wanaathirika ni wengi kuliko wale wachache wanaouza hizo madawa ya kulevya. Kwa nini wanaouza madawa ya kulevya ni wangapi? Wanaokupigia kura ni wangapi? Wananchi ambao wanaathirika na huo uhalifu ni wangapi? Kina mama ambao ndio wapiga kura waaminifu ndio wanaoathirika, kwa sababu ndio wanaoweza kubakwa, ndio wanaweza kama hapa kauawa mama hapa kwa ajili ya dawa za kulevya. Kwa hiyo wenye viti mwende mkawafichue wauza pombe, wauza dawa za kulevya. Tukashirikiane na jeshi la polisi tuweze kuwabaini, tuweze kuwatambua ili tuweze kuwachukulia hatua. Sababu bila kufanya hivyo kizazi kinateketea, jamii inateketea. Na wewe unaweza ukamlinda, ukajua kwamba familia yako iko salama, mvuta bangi yani wa nyumba ile pale na nyumba ile. Kama una watoto wanaishi kwenye ardhi hii, kilichofanyika hapa leo sio kizuri. Kwa hiyo kinaweza kumkuta mtoto wako pia. Na kama sio mtoto wako basi mjukuu wako. Twende tukashirikiane. Polisi tulionao ni wachache kuliko wananchi tulionao. Wanahitaji kupata ushirikiano ili tuwe na jamii ambayo iko salama. Wazee, wanawake na watoto watapata shida sana kama tutaendelea na mtindo. Na mimi kwenye eneo ambalo naongoza sitakubali kuona matukio haya yanajirudia. Na sasa na wale waliofanya hivyo tutawasaka.
na tutakusakeni kweli kama panya, na inawezekana kuwapata. Polisi kaongezeni nguvu. Kwa wale tuliokutana, maelekezo niliyotoa pale Gendi, lakini pia kuna kijana mwingine ambaye ameuawa bodaboda, na leo tuna huyu mama. Na huyo kijana wake sijui yuko 50-50. Atuelewi. Kama akipona haya, kama naye akiondoka 4. Sipendi na iwe ni mara ya mwisho. Na huyo awe ni wa mwisho. Lakini wananchi nyinyi, kuna watu wanaingia kwenye vijiji humu, hamuwajui, wanakuja wanapanga kwenye nyumba zenu, hamuulizi wametoka wapi. Wenye viti hakikisheni tunapata taarifa. Mabalozi simpo? Tupo. Na mabalozi simpo? Tupo. Ndio. Tuulizane, wewe umetoka wapi? Ni nani? Umekuja kufanya nini? Na mkiona mumuelewi zaidi, toeni taarifa polisi ili wamuite, ahojiwe, achukuliwe alama za vidole, tuwe salama. Tufichue uhalifu. Kuna wengine wameharibu huko walikotoka, wamefanya maasi. Wanafika hapa, mnawapokea, wanakaa. Siku 2-3 wamebaka mtu au wameua mtu, tunaanza kutafutana. Sasa jukumu la ulinzi na usalama ni letu sote. Tuwafichue wauza madawa ya kulevya, tuwafichue wanaouza na kutengeneza pombe haramu, lakini pia tufichue wahamiaji haramu ambao wako kwenye jamii zetu. Na kwa kufanya hivyo tutakuwa na jamii ambayo ni salama, tutakuwa na jamii ambayo ina amani, na watoto wetu hawa wataenda shuleni wakiwa na amani, na tutatengeneza kizazi ambacho ni kizuri. Yaani sasa hivi ukiangalia watoto wenye matumaini ni hawa hapa, ukiangalia hawa. Lakini zaidi ya hapo, ukiangalia sura utafikiri bababu sio mababu, mabibi sio mabibi, na ni hata wanawake sasa hivi wanalewa mpaka unashangaa. Hasa hii jamii tunaipeleka wapi? Mwanamke mdogo tu ukimwangalia amechoka kabisa. Na watoto wazuri mliokuja leo, nyinyi wavulana ambao mmekuja mko handsome kabisa, msikubali kuvuta bangi, msikubali kunywa pombe kali. Mnanielewa? Si mmeona kichwa mtokea huyu kijana hapa leo? Si mmeona Mama, si mnampenda mama?